Mashindano ya kombe la mataifa ya Afrika kwa wanawake WAFCON yameahirishwa rasmi na yatafanyika baadaye mwaka huu baada ya wiki kadhaa za sintofahamu kuhusu hatima mashindano hayo. Uamuzi huo umetangazwa na Confederation of African Football CAF takribani siku 12 tu kabla mashindano hayo kuanza kufanyika nchini Morocco. Hatua hiyo imewashangaza wadau wengi wa soka barani Afrika, hususan mashabiki wa soka la wanawake ambao walikuwa wakisubiri kwa hamu kuanza kwa michuano hiyo muhimu. Hii ni TriGen Media. Awali mashindano hayo yalipangwa kuanza Machi 17 na kumalizika Aprili 3 mwaka huu. Hata hivyo, baada ya mashauriano kati ya CAF na waandaaji wa mashindano hayo, imeamuliwa kuwa mashindano hayo sasa yatafanyika kati ya Julai 25 hadi Agosti 16, kipindi ambacho kinaangukia majira ya kiangazi barani Ulaya, kwa mujibu wa CAF. Awali mashindano hayo yalipangwa kuanza Machi 17 na kumalizika Aprili 3 mwaka huu. Hata hivyo, baada ya mashauriano kati ya CAF na waandaaji wa mashindano hayo, imeamriwa kuwa mashindano hayo sasa yatafanyika kati ya Julai 25 hadi Agosti 16, kipindi ambacho kinaangukia majira ya kiangazi barani Ulaya. Kwa mujibu wa CAF, mabadiliko hayo yamefanywa kufuatia ombi kutoka kwa nchi mwenyeji kutokana na kile kilichoelezwa kuwa ni mazingira yasiyotabilika yaliyojitokeza katika maandalizi ya mashindano hayo. Katika taarifa rasmi iliyotolewa, CAF haikuweka wazi kwa kina ni mazingira gani hasa yaliyosababisha kuahirishwa kwa mashindano hayo. Badala yake, shirikisho hilo lilieleza kuwa uamuzi huo umefanywa ili kuhakikisha kuwa mashindano hayo yanafanyika kwa mafanikio makubwa na kwa maandalizi bora zaidi. CAF imesisitiza kuwa WAFCON ni mashindano muhimu sana kwa maendeleo ya soka la wanawake barani Afrika. Hivyo ni lazima yafanyike katika mazingira mazuri yanayoruhusu timu kushindana kwa kiwango cha juu. Hata hivyo, hadi sasa bado hajathibitishwa rasmi kama Morocco itaendelea kuwa mwenyeji wa mashindano hayo kwa mara ya 3 mfululizo. Ikiwa itathibitishwa tena kuwa mwenyeji, Morocco itaendelea kuimarisha nafasi yake kama moja ya mataifa yanayoongoza katika kukuza soka la wanawake barani Afrika, hasa baada ya mafanikio yake ya hivi karibuni katika mashindano mbalimbali ya kimataifa. Uamuzi wa kuahirisha mashindano hayo pia umekuja kinyume na kauli za awali za rais wa CAF Patrice Motsepe, ambaye hapo awali alikuwa amesisitiza kuwa mashindano hayo hayawezi kuahirishwa kwa sababu yanatumika pia kama sehemu ya mchakato wa kufuzu kuelekea kombe la dunia la wanawake la mwaka 2027. Mashindano hayo yana umuhimu mkubwa kwa timu za Afrika kwa kuwa yanatoa nafasi kwa mataifa bora kufuzu moja kwa moja kwenye michuano hiyo ya dunia. Kwa mujibu wa mfumo uliokuwa umepangwa, timu 4 zitakazofanikiwa kufika hatua ya nusu fainali zingefuzu moja kwa moja kushiriki kombe la dunia la wanawake la mwaka 2027 litakalofanyika nchini Brazil. Wakati huo huo, timu zitakazotolewa katika hatua ya robo fainali zingepata nafasi nyingine ya kujaribu kufuzu kupitia mchujo wa kimataifa unaojulikana kama Intercontinental Playoff. Mfumo huo uliweka msisimko mkubwa kwa timu nyingi za Afrika ambazo zinapambana kupata nafasi katika mashindano makubwa ya dunia. Kuahirishwa kwa mashindano hayo kumeacha pengo kubwa katika ratiba ya soka la wanawake, hasa katika kipindi hiki cha dirisha la mechi za kimataifa. Timu nyingi za taifa sasa zimejikuta hazina mechi yoyote ya kucheza katika kipindi hiki ambacho kilikuwa kimepangwa kwa ajili ya mashindano hayo. Hali hiyo imewakatisha tamaa wachezaji wengi ambao tayari walikuwa wameanza kambi za maandalizi na kuweka kando shughuli zao nyingine ili kujikita kikamilifu kwenye mashindano hayo. Baadhi ya wachambuzi wa soka wanasema uamuzi huo unaweza kuwa na athari kwa maendeleo ya soka la wanawake barani Afrika, hasa ikizingatiwa kuwa mashindano makubwa kama WAFCON ndiyo yanayosaidia kukuza vipaji na kuongeza ushindani kati ya mataifa mbalimbali. Kuahirishwa kwa mashindano hayo pia kumeibua maswali mapya kuhusu kiwango cha dhamira ya CAF katika kuendeleza soka la wanawake. Wadau mbalimbali wanaamini kuwa ili soka la wanawake liendelee kukua barani Afrika, ni muhimu mashindano yake makubwa yaendeshwe kwa ratiba thabiti na maandalizi ya uhakika ili kuwapa wachezaji na mashabiki imani katika maendeleo ya mchezo huo. Ingawa sababu rasmi hazijawekwa wazi, wachambuzi wanaamini huenda kuahirishwa kwa mashindano hayo kumetokana na changamoto mbalimbali zikiwemo maandalizi ya miundombinu ya viwanja, masuala ya kifedha na udhamini, pamoja na migongano ya ratiba na mashindano mengine ya kimataifa. Pia kuna uwezekano wa changamoto za kiutawala na upangaji wa ratiba ndani ya CAF ambazo zilifanya mashindano hayo yashindwe kufanyika katika wakati uliopangwa. Kwa sasa macho ya wadau wa soka barani Afrika yanaelekezwa kwa Confederation of African Football ili kuona namna itakavyosimamia maandalizi ya mashindano hayo mapya na kuhakikisha kuwa michuano ya WAFCON inafanyika kwa mafanikio makubwa zaidi katika ratiba mpya iliyotangazwa.
Mashabiki wengi wa soka la wanawake wanatarajia kuwa licha ya changamoto hizi, mashindano hayo yatakapofanyika yatakuwa na ushindani mkubwa na kutoa burudani kubwa kwa wapenzi wa soka barani Afrika na duniani kote. Hii ni TriGen Media.